الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة في الإيمان, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tutazungumzia au tutataja baadhi ya mambo ambayo kwamba yaliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna mambo ambayo kwamba yana mazingatio ndani yake na yalifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi leo katika haya kwamba yaliwahi kutokea, tutagusia au tutataja takriban mambo matano au sita mpaka Mwenyezi Mungu akituafikia inshallah. Jambo la kwanza, ikhwatu fil iman, Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake kitukufu, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'an, na hiyo Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu na hoja zilizo wazi za uongofu na upambanuzi. Qur'ani ndiyo jambo la kwanza ambalo kwamba linatuashiria sisi, na Qur'ani imeshuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tutachambua au tutataja baadhi ya mambo kwamba yameshushwa au yametokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kushushwa kwa Qur'an ni tukio kubwa zaidi lililotokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa lailatul qadr. Wanazuoni wanasema katika Qur'an ilishushwa kutoka Lauhul Mahfudh kwenda mbingu ya dunia katika Ramadhani, kisha ikaanza kuteremshwa pole pole kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kupita malaika Jibril. Hii Qur'ani imeshuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukio la kwanza la wahi lilitokea katika pango la Gharul Hira. Hadithi ya mtume inasema au inatuambia au inatuthibitisha ya kwamba na Aisha siku moja alisema, awwal ma budia bihi Rasulullahi, anasema Aisha, wahi kwa mtume ulikuwa au mwanzo wa mtume kushuka au kupata wahi, aruya salihatu, ilikuwa ni ndoto njema. Thumma jaahu almalaku, kisha akamjilia yeye malaika Jibril, faqala, basi akasema, iqra, soma. Hilo ndo jambo la kwanza ambalo kwamba liliwahi kutokea, ni Qur'ani kushushwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imeshushwa wapi? Imeshuka Qur'ani kwa kupitia Jibril kwenda kumwambia Muhammad kwamba iqra, soma katika Gharul Hira. Jambo la pili ambalo kwamba liliwahi kutokea katika tarehe na liliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vita vya Badr. Vita hivi vilitokea tarehe 17 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hivi vita vinaitwa vita vya Badr. Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu alichukua jeshi lake takriban watu 313 kwenda
katika vita vya Badr. Na vita hivi makafiri walikuwa takriban watu 1000. Angalia, katika watu 1000 na watu 300 takriban na 13 ni wapi na wapi? Ila Mtume hakukata moyo na alikuwa na uwezo na alikuwa akiitakidi katika roho yake au katika imani yake kwamba mimi nikimtanguliza Mwenyezi Mungu na nikienda mimi nitashinda katika mambo yangu. Mtume aliwachukua watu wake akaenda nao katika Ramadhani ya tarehe 17 kwenda nao maswahaba katika Waislamu walipangana na upande wa makafiri walipangana. Vita vilianza hapo. Mtume alikuwa na wasiwasi mno. Mtume akasema kumwambia Mwenyezi Mungu katika hadithi yake iliyopokelewa na Ibn Abbas, anasema Allahumma, ewe Mola, intahlika hadhihi al-isabatu la tu'badu fil ardi, ewe Mola wangu, ikiwa kundi hili la Uislamu litangamizwa basi hautaabudiwa. Hii inaonyesha kuwa jinsi Mtume alivyokuwa na unyenyekevu na tawakkali kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alimuomba Mwenyezi Mungu akatawakali. Tuangalie kwamba Mwenyezi Mungu alijibu nini au alimwambia nini Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasema katika aya zake tukufu, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi'alfin minal malaika, mulipoomba msaada kwa Mola wenu akakujibuni kuwa nitakusaidieni kwa malaika 1000. Malaika 1000 siku hiyo katika vita vya Badr walishushwa siku hiyo. Vita vilianza kwa watu wachache. Waislamu walipata ushindi mkubwa sana katika hiyo siku. Kisha vita vilipoanza, kwa ujumla watu wote Waislamu walishinda na walipata ushindi wa hali ya juu. Walikuwa watu takriban 70 na walipata mateka takriban watu 70. Kwa makafiri walishindwa na wakarudi wakiwa wanalia, wakarudi wakiwa wana masikitiko makubwa sana. Na miongoni mwa viongozi ambao kwamba waliwahi kufa katika hivyo vita vya Badr ni Abu Jahl. Alikufa katika hivyo vita. Jambo lingine ambalo kwamba liliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufunguliwa katika mji wa Maka, Fathu Maka. Fathu Maka ilifanyikaje au ilikuwaje katika ufunguzi wa Maka? Na hili tukio lilifanyika katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili jambo lilitokea katika mwezi wa Ramadhani tarehe 20 mwaka wa 8 Hijiria, kutoka kura Mtume kutoka Maka na kwenda Madina. Je, ni ipi sababu ambayo kwamba imefunguliwa Maka? Kulikuwa na makubaliano kati ya Waislamu na Quraishi, Treaty of Hudaybiyah, wakati huo, wakati wa Mtume. Lakini Makuraishi walivunja mkataba, ahadi hii, kwa kusaidia washiriki wao ili wapate kuwashambulia washiriki wa Kiislamu. Hapo Mtume akaamua kwenda Maka. Mtume alitoka Madina takriban na jeshi la watu 10,000. Na safari hii ilikuwa ya siri sana. Kwa nini ile ya siri? Kwa sababu Mtume hakutaka kuwe na vita vya aina yoyote, na Mtume hakutaka kumwagike damu ya aina yoyote. Haya yote yalifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume wa Mwenyezi Mungu alichukua jeshi lake la watu 10,000 akaenda nao mpaka Maka. Kwenda nao Maka, Mtume akaenda mpaka kwenye Kaaba,
akaingia. Katika hadithi yake iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiallahu anhu maqala, alisema dakhala Makkah yawma al-fathi, aliingia Mtume Maka siku ya kufunguliwa Al-Kaaba. Aliingia Mtume baada ya ushindi wa watu wa Maka, walikuwa wakisubiri adhabu. Watu wa Maka siku hiyo walishangaa na walikaa sasa, wanasubiri ni kitu gani ambacho kwamba kitatokea baada ya hili jambo. Mtume akanyamaza, akawa ni mwenye kuingia, alisafisha masanamu ambayo kwamba yalikuwa katika Al-Kaaba, akaitwahirisha Al-Kaaba. Baada ya hapo Mtume akatoka, akawaambia watu wa Madina wa Maka, akawaambia idhabu fa antum tulaqaw, nendeni nyote mko huru. Baada ya kusafisha Al-Kaaba, watu wakatoka. Mwenyezi Mungu akasema wakul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, nasema ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, haki imekuja na ubatili umeangamia. Hapo Maka ikawa chini ya dola ya Uislamu katika tarehe wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu wengi mno waliingia kwa dini ya Mwenyezi Mungu, waliingia kwa nguvu mno, na dini wakati huo sasa dola yake ikawa ndio mwanzo wa kuwa na nguvu ya hali ya juu. Ndio maana Mwenyezi Mungu alileta katika sura yake akasema, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Watu wakati huo waliingia makundi makundi. Ndio maana dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaanza kupata nguvu na ikaanza kuelea mpaka ikatufikia sisi, mpaka leo tunafanya ibada na kueleza dini ya kwamba imekuja na Mtume Muhammad. Haya ni mambo ambayo kwamba kila Muislamu ambaye kwamba amepambanua anafaa ajue, kwani kuna mazingatio ndani yake. Kuna mambo ambayo kwamba wewe mwenyewe ukiyajua yatakuwa yanakufundisha. Na katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kukaanza swala tarawih. Swala tarawih ni miongoni au ni swala ambayo kwamba katika swala tarawih ni ibada kubwa ambayo kwamba ina faida nyingi au ina fadhila nyingi sana ndani yake. Je, hii swala tarawih asili yake imeanza vipi? Au ni nani ambaye kwamba ametuanzishia hii swala tarawih? Tunaambiwa katika hadithi yake anna Rasulullah, kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam swalla fil masjid, aliswali katika msikiti dhata lailati, siku moja. Faswalla bi salati nasun, watu wakaswali na Mtume. Siku ya kwanza Mtume aliswali, siku ya pili tena akaja akaswali, siku ya tatu akaja akaswali. Ikaendelea hadithi ikasema, thumma swalla minal qabilati fakathura an-nasu, siku ya tatu watu wakaongezeka, msikiti ulijaa watu wengi. Mtume alipoona watu wamekuwa wengi, hakutoka siku ya nne kuswali, hakuenda kuswali hiyo swala ya tarawih, akawa ni mwenye kuacha. Kwa nini Mtume aliacha swala ya tarawih? Mtume hakuswali swala ya jamaa. Kwa nini? Mtume katika hadithi yake tunafundishwa kwamba anasema, inni khashitu an tufrada alaykum. Hili mutafaq alayhi. Mtume anasema, niliogopa hii swala isije ikafaradhishwa kwa umma wangu. Hii inaonyesha kwamba Mtume ni rahma kwa watu wote. Mtume ana huruma kubwa sana. Mtume ni mwenye kuwahurumia zaidi watu wake. Je, Mtume alipoacha ni wakati gani ambapo kwamba hii swala ya tarawih ikaja ikakusanywa mpaka leo watu wakawa wanaswali? Wakati wa Sayyidina Umar katika dola
Sayyidina Umar alipoingia katika utawala wake, ikasema katika riwaya, anasema jamaa nasa, Sayyidina Umar alikusanya watu wakati huo. Sasa baada ya mtume, Sayyidina Umar walipoishi wakawa watu wanasiku, ama watu walikuwa wanaswali tarawih, walikuwa wanaswali, lakini kila mtu anajiswalia kivyake venye kwamba anataka yeye. Lakini Sayyidina Umar alipoingia katika wakati wa utawala wake, jamaa nasa, akakusanya watu Sayyidina Umar msikitini, alafu ala Ubay bin Ka'b, Sayyidina Umar alikusanya watu akaweka imamu ili apate kuwaswalisha. Imamu mwenyewe alikuwa ni Ubay bin Ka'b. Hapo ndipo walipoanza watu kuswali swala ya jamaa katika mwezi wa Ramadhani, hapo kwamba si swala nyingine, ni tarawih. Katika kauli yake Sayyidina Umar anasema ni'mal bid'atu hadi, ni'mal bid'atu hadi. Hii ina maana Sayyidina Umar anasema hili ni jambo zuri lililobuniwa kwa maana kuwa ni kukuisha jambo la kisunna, ni kukuisha jambo la kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelifanya, si bid'a mbaya, bali ni bid'a kwa kwamba hufufua sunna au hufufua mambo mazuri. Kwa hiyo ina maana hata ukifanya jambo zuri ambalo kwamba lina heri ndani yake au lina natija ndani yake, basi hilo itakuwa si jambo baya. Ndio maana tukaambiwa man qama Ramadhana, yoyote ambaye kwamba akasimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, imanan wa ihtisaban, hali ya kuwa na imani na hali ya kuwa kwamba atapata kitu, ghufira lahu, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio hii tarawih imeanza. Jambo lingine ambalo kwamba liliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kifo cha Nana Khadija. Alipokufa Mtume alikuwa na huzuni, ndio maana huu mwaka umeitwa Aamul Huzni, mwaka wa huzuni. Na hili tukio lilifanyika tarehe 10 baada ya Mtume kupewa utume wake, au baada ya Mtume kutumilizwa. Miaka 10 baada ya Mtume kupewa utume lilifanyika hili tukio. Bibi yake Khadija alikufa, amekwamba ni bibi wa kwanza wa Mtume, na alikuwa akimpenda sana. Kwa sababu nini alikuwa akimpenda? Alimzalia watoto saba, alimletea natija, na alikuwa ndio wa kwanza katika akina mama kuamini, ndio wa kwanza kumwamini Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na tena kwa nini Mtume alikuwa akimpenda? Katika riwaya tunaambiwa Jibril siku moja alimfuata Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, akasema bashara Khadijata bibaitin fi jannati min qaswabin la hasaba fihi wala nasaba. Hii ina maana kwamba Jibril alimfuata Mtume akasema, mpe bishara Khadija kuwa kule peponi kuna nyumba ya lulu isiyokuwa na kelele wala taabu yoyote. Wakati huo mwezi wa Ramadhani, baada ya Mtume kupewa utume miaka 10, alipokufa bibi yake, Mtume alikuwa na huzuni kali, alikuwa na huzuni mno. Jambo lingine ambalo kwamba limetokea, mjomba wake Mtume Abu Talib alikufa, na Abu Talib alikuwa akimsaidia mambo mengi Mtume, na alikuwa akimlinda sana na mambo mengi ya shari. Mtume hapo alikuwa na huzuni nyingi, yapo matukio kwamba yanatokea mpaka mwaka ukaitwa Aamul Huzni, ukawa ni mwaka huzuni. Mtume alichukua na Khadija alipokufa, alienda akamzika kabla ya kuamrishwa swala ya jeneza. Hapo ilikuwa swala ya jeneza bado. Mtume akawa na huzuni, hana amani, hana raha. Ndio Mwenyezi Mungu
akamwambia au alisema, kwa maana ikaja katika riwaya Mwenyezi Mungu alisema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Hapo mtume alitaka kumfariji, na Mwenyezi Mungu alitaka kumfariji mtume kwa sababu alikuwa na huzuni nyingi, alikuwa hana amani. Mtume alichukua na Mwenyezi Mungu alichukua mtume katika kiswa cha kutoka cha kwenda Isra wal Miraj. Alafu Mwenyezi Mungu akashusha aya ili apate kumfariji mtume wa Mwenyezi Mungu, akasema inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu alichukua mtume kumpeleka Isra wal Miraj. Kwa nini? Aende akamwonyeshe kuwa pepo iko vipi, kuwa moto iko vipi. Akaenda akamwonyesha mitume ambao kwamba aliwahi kupita, akawaswalisha wote katika riwaya. Na jambo ambalo kwamba limemfanya mtume kupelekwa mpaka ni huyu bibi yake na ami yake kufa. Na hili tukio lilifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo lingine ambalo kwamba liliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kifo cha Ali bin Abi Talib. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu alishinda Wamongolia katika vita vya Talut. Katika vita vya Talut Waislamu alishinda, ndo kifo cha Sayyidina Ali kilikuja hapo au kilianza hapo. Kifo chake Ali bin Abi Talib amekuwa ni khalifa wanne, alifariki tarehe 21 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 40 Hijiria kutoka kula mtume. Ni nani aliyemuua? Au lile shambulio ambalo kwamba aliuliwa lilikuwa vipi? Sayyidina Ali aliuliwa kwa shambulio la mtu aliyekuwa katika kundi la Khawarij. Alichomwa na upanga wenye sumu Sayyidina Ali katika kifo chake. Kilikuwa kifo chenye huzuni kali sana. Wakati alikuwa anaelekea msikitini kuswali swala yake ya alfajiri, alipokuwa anaenda Sayyidina Ali alikuja akachomwa na upanga wenye sumu kali au kisu chenye sumu kali. Aligonjeka, aligungwa katika tarehe 19 mwezi mtukufu wa Ramadhani tarehe 21 mwaka 40 Hijiria kutoka kula mtume, tarehe 21 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Sayyidina Ali akatuacha, akawa ni mwenye kufa. Hili tukio lilifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni nani amekwamba alimuua Sayyidina Ali? Anaitwa Abdurrahman bin Marjan, ndiye amekwamba alimuua Sayyidina Ali. Na ilikuwa vipi? Ilikuwa katika ugomvi. Sasa Sayyidina Ali katika dola yake kuja suluhishi, wao wakawa ni kutereka, wakawa suluhisho ni kumuua Sayyidina Ali. Haya ni mambo kwa kwamba wewe ni Muislamu amekwamba umepambanua, unafaa au ni vizuri kuyajua. Ni mambo kwamba yametokea. Kuna mambo mengi ambayo kwamba yametokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtoto wa Sayyidina Ali alikufa alizaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amekwamba si mwingine ni Hassan. Alizaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu walipata nguvu, na dola ya Kiislamu ilikuwa ikienea kwa nguvu, na ilikuwa ikienea mno, ikaenda mpaka Ujerumani. Miji ya Uislamu ya kwamba haina amani imetekwa, ilipata amani na ikafunguliwa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maneno yake ya mwisho Sayyidina Ali kabla hajakufa akasema, fustu wa rabbil Kaabati, nimefaulu na hapa kwa Mola wa Al-Kaaba. Ikhwatu fil iman, yako mambo mengi ambayo kwamba yametokea katika dini ya Mwenyezi Mungu, ambapo kwamba imekuja na Bwana wetu Muhammad. Lailatul Qadri iko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kwa hiyo ina maana huu mwezi mtukufu wa Ramadhani si mwezi wa kusamehewa peke yake, si mwezi wa kuwekwa na maji na moto peke yake. Umekusanya mambo mengi sana, umekusanya mambo ambayo kwamba yana mazingatio mengi sana katika hii dini yetu ya Kiislamu. Na laiti kama tutaendelea kueleza kwa wingi au kuelezea kiundani, hatuwezi kumaliza yote fil imani. Kwa hiyo hii siku ya leo mimi sina mengi ya kuzungumza, sina mengi ambayo kwamba naweza kuelezea nyingi. Nimeleta hii faida ili tupate kufaidika zote, tujue ni mambo gani au hii Ramadhani imebeba vitu gani au imebeba uzito gani katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya yote kwamba nimezungumza, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi